kama Askofu Ikongo na pia kama mwenyekiti wa ushirika wa wachungaji wa Pentekoste Afrika, na ndio mahali nilikuwa nimeenda kuwakilisha kwenye huu msiba wa Dr. Kamau huko Nairobi. Kwa hiyo niseme tu kwamba mimi naweza kusema kwamba kitendo cha kubadilishwa Simbachawene kuondolewa katika Wizara ya Mambo ya Ndani ni jambo ambalo limemjengea Mheshimiwa Rais imani kubwa zaidi kwa viongozi wa dini nchini, ikiwa na maana kwamba kitendo cha kumuondoa Simbachawene kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani, kwamba ameondolewa akipelekwa wizara nyingine yoyote hatuna tatizo, lakini kumuondoa kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani imejenga imani kubwa. Yani Mheshimiwa Rais ameongeza imani. Viongozi wa dini sasa wanaanza kuwa na imani kubwa na Mheshimiwa Rais kwa sababu zifuatazo. Ni ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Simbachawene wa awamu ya 5 akiwa waziri wa mambo ya ndani, akishirikiana na msajili anayoitwa Emmanuel Kihampa. Kwa hiyo Simbachawene na Emmanuel Kihampa ndio waliofanya jambo la kihistoria ndani ya nchi, kufuta madhehebu ya kidini ndani ya nchi kutoka kwenye usajili wa kudumu na kuingia kwenye usajili ambao ni wa kimkataba. Yani kila baada ya miaka 5 dhehebu linasajiliwa, miaka 5 dhehebu linasajiliwa. Jambo hili lilipoteza imani kati ya viongozi wa dini na serikali. Kwa hiyo sasa awamu ya 6 Mheshimiwa Rais Samia alipomrudisha, imani iliendelea kuisha kabisa. Kwa hiyo sasa amemuondoa, imani imeanza kurudi. Tuna imani na Mheshimiwa Rais na tuna imani kwamba huku tuendako sasa ni salama zaidi. Yawezekana taasisi za kidini sasa tukarudi kwenye ule mfumo wetu tangu tupate uhuru, kwamba taasisi za kidini zitakuwa na usajili wa kudumu, kuliko vile sasa hivi tunavyoenda na usajili wa miaka 5 unasajili, miaka 5 unasajili. Mambo hayo yalifanywa na Simbachawene pamoja na huyu msajili Emmanuel Kihampa, na nashangaa kwa sababu Simbachawene ameondoka. Yawezekana na mtu ambaye alipaswa kuondoka ni huyu msajili huyu Emmanuel Kihampa, na yeye hapaswi kuwa pale hata siku 2 zijazo. Imani itaongezeka zaidi. Labda Askofu Ikongo, katika hicho unachokiongea ni kanuni ama ni sheria ambayo ilipitishwa wakati huo? Na kama ni kanuni au ni sheria, anayeamua ni waziri ama ni serikali kupitia sheria zake ambazo zinatungwa na bunge? Sheria tulionayo ya usajili wa taasisi za kidini haijawa na mapungufu yoyote, isipokuwa hiyo sheria aliyoitengeneza Simbachawene waliitengeneza kiharamu, kwa sababu sheria hizo zinataka unapobadilisha sheria zozote washirikishe wadau ambao ni viongozi wa dini. Kwa hiyo alipofikia kubadilisha sheria, kufuta usajili wa kudumu wa taasisi za kidini, alipaswa ashirikishe viongozi wa dini ambao ndio wadau wakubwa, tumwambie kwamba hiyo inafaa au haifai. Lakini aliamua kufanya hivyo yeye mwenyewe kwa ujanja wake, akishirikiana na wakapeleka bungeni bila hata kutaka maoni ya wadau au viongozi wa dini au wanachama wa dini. Wakapitisha hiyo sheria na kuanza kuifanyia kazi, na hata sheria hiyo imeleta madhara makubwa sana na kusababisha viongozi wa dini kuamua kuingia kwenye siasa, kitu ambacho tusingepaswa viongozi wa dini kujihusisha na siasa, kwa sababu tuliona tayari wamebadilisha sheria. Alafu pia katika ofisi ya msajili huko nyuma ni Simbachawene tu ameweza kubadilisha kwamba sasa hivi ukitaka kusajili dhehebu lazima upitie kwenye mabaraza ya kidini. Kama una imani ya Kiislamu upitie BAKWATA, kama una imani ya Kipentekoste upitie CPCT,
Kama una imani ya Kiprotestanti upitie CCT. Sasa sheria zinasema tunapitia kwa wakuu wa wilaya, kwa vyombo vya usalama na wanasheria, lakini hakuna sheria inayotulazimisha sisi, mimi nataka kusajili dhehebu langu, heti nipewe barua na dhehebu lingine au na baraza lingine la kidini. Sasa sheria hizo zote na vitu vyote hivyo vilifanywa na Mheshimiwa Simbachawene, na hayo yamewapa ulaji mkubwa, kwa sababu sasa hivi ukitaka kusajili unalipa zaidi ya milioni kadhaa. Fedha zinalipwa kwa ajili ya kupewa tu barua ya kwenda kusajili. Mabaraza haya yanakula zaidi ya milioni. Kwa hiyo ina maana kwamba wananchi na viongozi wa dini tulijisikia vibaya, kwa sababu tuliona kwamba serikali imetengeneza mbinu za rushwa kwa lengo la kufisha na kuumiza taasisi za kidini, na ndio maana kukatokea chuki kubwa kati ya viongozi wa dini na viongozi wa serikali. Na sasa hivi baada ya kumuondoa Simbachawene, yani sasa hivi mahusiano ya serikali na viongozi wa dini yatakuwa mazuri sana, kwa sababu tutafuata sheria na hakuna viongozi wa dini watajihusisha na siasa tena. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.